Mpendwa msikilizaji wa kipindi cha Uhai wa Injili, leo ni Dominika ya pili ya Kwaresma. Tunaendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa mema mengi na baraka anazotujalia katika maisha yetu. Masomo yetu ya leo, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Mwanzo sura ya 15 aya ya 5 hadi ya 12 na aya ya 17 hadi ya 18. Somo letu la pili linatoka katika waraka wa Mtume Paulo kwa Wafilipi sura ya 3 aya ya 17 hadi ya 4, sura ya 3 aya ya 17 na sura ya 4 aya ya kwanza. Injili yetu inatoka kwa Mwinjili Luka sura ya 17 aya ya 5. Yesu aliwatoa Petro na Yohane na Yakobo, akapanda mlimani ili kuomba. Ikawa katika kusali kwake, sura ya uso wake ikageuka, mavazi yake yakawa meupe yakimetameta. Na tazama, watu wawili walikuwa wakizungumza naye, nao ni Musa na Elia. Walionekana katika utukufu, wakanena habari za kufariki kwake atakako kitimiza Yerusalemu. Petro na wale waliokuwa pamoja naye walikuwa wamelemewa na usingizi, lakini walipokwisha amka waliuona utukufu wake na wale wawili waliosimama pamoja naye. Ikawa hao walipokuwa wakijitenga naye, Petro akamwambia Yesu, Bwana mkubwa, ni vizuri sisi kuwapo hapa, na tufanye vibanda vitatu, kimoja chako wewe, na kimoja cha Musa, na kimoja cha Elia, hali ajui asemalo. Alipokuwa akisema hayo, ilitokea wingu likawatia uvuli, wakaogopa walipoingia katika wingu hilo. Sauti ikatoka katika wingu ikisema, huyu ni mwanangu mteule wangu, msikieni yeye. Na sauti hiyo ilipokwisha, Yesu alionekana yu peke yake. Nao wakanyamaza, wasitangaze kwa mtu siku zile lolote katika hayo walioyaona. Neno la Bwana. Wapendwa, karibuni katika kipindi hiki cha Uhai wa Injili, ikiwa ni Dominika ya pili ya kipindi cha Kwaresma. Katika masomo yetu na hasa Injili ambayo tumeisikia punde, tunaona tukio la Bwana wetu Yesu Kristo kugeuka sura. Tukio hili lilitokea ili kuweza kuwaimarisha mitume waweze kupokea fumbo la wokovu, yaani mateso, kifo na ufufuko, ili waweze kuwa mashuhuda wa Injili ya Bwana, yaani kutangaza neno la Mungu wakiwa katika hali yao ya utukufu. Injili inatupa simulizi la kugeuka sura kwa Bwana wetu Yesu Kristo mlimani wakati akisali katika mlima Tabor. Tukio hili lililotokea mlimani ilikuwa ni baada ya ungamo la Petro kuwa Yesu ni mwana wa Mungu. Hii tunaipata katika Injili ya Marko sura ya 8 aya ya 29. Na ni majuma machache tu kabla ya mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo. Katika tukio hili la kung'ara sura kwa Bwana wetu Yesu Kristo, tujiulize maswali yafuatayo. Kwa nini Yesu aliwachukua wanafunzi watatu tu na sio wote? Kwa nini aligeuka sura mbele yao? Uwepo wa Musa na Elia na baadaye kutoweka, maana yake nini? Swali la kwanza la kwamba kwa nini wanafunzi hawa watatu, Yesu lilitokea tukio hili akiwa mbele ya wanafunzi hawa watatu. Wanafunzi hawa ndio walioshuhudia kufufuliwa kwa binti Jairo
tunaipata katika Injili ya Marko sura ya 5 aya 37. Na ndio watakaoshuhudia mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo kule Getsemane. Hii tunaipata katika Injili ya Marko sura ya 14 aya ya 13. Kabla tukio kugeuka sura, Yesu alitoa utabiri juu ya mateso yatakayompata. Wanafunzi wake hawakuelewa na walikwazika kiasi kwamba Petro akasema, "Hasha Bwana, hayo hayatakupata." Na Yesu anamkemea Petro na kumwambia, "Rudi nyuma yangu Shetani, wewe unawaza ya kibinadamu, sio ya Mungu." Hii tunaipata katika Injili ya Mathayo sura ya 16 aya ya 22. Kwa hiyo Yesu aliachukua wanafunzi hao watatu, alitaka kuimarisha ndani yao mafumbo ya imani, matumaini na mapendo. Petro akiwa papa wa kwanza alipaswa kuwa na imani thabiti. Ndio maana baadaye alikuja kusema, "Hatukufuata hadithi zilizotungwa kwa welevu wa watu tuliowajulisha ninyi nguvu zake Bwana wetu Yesu Kristo na kuja kwake, bali tulikuwa tumeona wenyewe ukuu wake." Waraka wa pili wa Petro sura ya 1 hadi ya 16. Hii inaonyesha baada ya Petro kushuhudia tukio hili, anakuja baadaye kutoa ushuhuda kwamba lile tukio hakulipata kutoka katika simulizi la watunzi ambao walikuwa wanatunga hadithi mbalimbali, lakini yeye mwenyewe alikuwa shuhuda. Na ndiyo sababu ya Bwana wetu Yesu Kristo kuwachukua ili waweze kushuhudia tukio hilo. Na pili, kwa nini alijitokeza kwa watu hao watatu kushuhudia tukio hilo? Yakobo alikuwa wa kwanza kati ya mitume kuteswa na kufa shahidi kwa ajili ya Bwana. Hivyo alipaswa kushuhudia hali hiyo ili baadaye na yeye atakapokutana na magumu aweze kuwa shuhuda wa tukio ya kung'ara sura kwa Bwana wetu Yesu Kristo, tukio la utakatifu, tukio la utukufu. Tatu, Yohane ambaye na yeye alishuhudia tukio hilo ni kwa sababu yeye aliandikwa kuwa mlinzi wa Mama Maria. Hivyo wapendwa, tuwaombee wenzetu waweze kubadilika na sisi wenyewe tuweze kubadilika, ili ile sauti ambayo Bwana wetu Yesu Kristo akiwa pamoja na mitume wake pale mlimani ikisema, "Huyu ni mwanangu mpendwa wangu niliyependezwa naye, msikilizeni yeye," iweze kuwa sehemu ya maisha yetu. Baada ya kipindi cha Kwaresma tuwe tumebadilika, tumetoka katika hali yetu ya mazoea na katika hali yetu ya uzamani. Nawatakia Dominika njema na Mwenyezi Mungu awabariki sana.